Lengo mahususi la kuanzishwa kwa dhana nzima ya mtoto wa Afrika ilichagizwa sana na tukio zima la mauaji ya watoto kule kitongoji cha Soweto nchini South Africa. Wazungu wanasema South Africa, lakini sisi wabongo tunasema ni Afrika Kusini. Mauaji haya yalikuwa ni ya kikatili sana, kwani walikuwa kupigwa risasi, na walikuwa hasa wanadai haki zao za msingi, ikiwemo haki ya kutokubaguliwa katika ngazi zima ya kielimu, lakini pia ubaguzi wa rangi pamoja na matukio mengine. Hiyo ilikuwa ni tarehe 16 Juni mwaka 1976, ambako sasa Umoja wa Afrika ulikaa ukatazama ukaona kwamba tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunawakumbuka na kuwaenzi watoto walioweza kupambana katika swala zima la kuhakikisha kwamba haki zao za msingi zinaweza kupatikana. Na hivyo basi ndipo ilipofika mwaka 1991, basi Umoja wa Nchi Huru za Afrika ulikaa na ukaona kwamba hii siku basi ni siku adhimu kwa ajili ya kuwaenzi watoto wao, lakini pia kukumbuka haki za watoto na kuikumbusha jamii. Nyinyi mko kwenye ofisi ya ustawi, si ndio? Kwamba nyinyi kwenye hili pia, japo kwamba ofisi ya ustawi nayo inadili na hizi haki za mtoto, tuangalie kauli mbiu ya mwaka huu iko vipi na inatoa tafsiri gani kwenye maadhimisho haya siku ya mtoto Afrika? Asante. Kauli mbiu ya mtoto Afrika kwa mwaka huu ni upangaji wa bajeti kwa ajili ya haki za watoto, maendeleo tangu mwaka 2010. Dhima au lengo mahususi ya kauli mbiu hii kwa mwaka huu, hii ni kutoa fursa kwa wazazi, walezi na wananchi kwa ujumla kuthamini utolewaji wa sera za kitaifa zinazohusu maendeleo ya watoto kwa kuwapatia huduma stahiki, ikiwa ni pamoja na afya, elimu, ulinzi na malezi bora, ili kuhakikishia kwamba zile stadi ambazo zinatolewa na serikali basi zinakuwa ni urithi kwao kwa maisha ya sasa na hata ya baadaye, lakini pia hata kwa familia na nchi kwa ujumla. Kwenye hili la kuhakikisha kwamba stadi ambazo zinatolewa na serikali zinakuwa ni urithi kwa watoto, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa na changamoto zaidi ni kuwarithisha watu ambao bado, yani kizazi cha sasa, hawa watoto ambao stadi ambazo zinatolewa, kuna kile ambacho tunasema tu kimeanza tangu zama za mababu zetu, si ndio? Unakuta sasa hivi watu hawaamini sana katika kile njia ambazo labda enzi zile zilitumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu anafika sehemu sahihi. Lakini pia kushuka kwa malezi kwenye jamii zetu pengine zikawa ni mchango mkubwa. Kazi kubwa ni kuwarithisha watoto hawa kila ambacho tangu kimekuwa kikiendelezwa, lakini imani ya hawa watoto ambao wapo sasa hivi wanaamini katika kupita kila mmoja njia yake, sio kufuata kile cha ambacho kimetanguliwa ama cha watangulizi wao. Pengine ni upi ugumu wa kuweza kufanya hiki sasa ambacho kinaanzishwa na serikali katika kuhakikisha kwamba wanakirithi? Kuna ugumu gani wa kuweza kuwarithisha hawa watoto? Ugumu upo kwa kiasi kikubwa, na hii inachagizwa hasa na kutokuwepo na wajuzi hasa katika tasnia nzima na taaluma ya sheria, ili kuweza kusambaza elimu kwa wazazi pamoja na watoto kwa ujumla, ili kuweza kutambua kipi ambacho wanatakiwa wafanye, kipi ambacho hawataki kufanya, pamoja na kutambua haki zao kwa ujumla. Kwa hiyo, lakini pia kingine ambacho kinasababisha yote kutokea ni kutokuwa na miundombinu stahiki. Sawa, tunatambua kwamba mtoto ana haki ya elimu, mtoto ana haki ya kupata afya njema, ikiwa ni pamoja na huduma bora za afya. Lakini sasa sawa, serikali yetu imejaribu kwa kiasi kikubwa
kuliweka sawa hili, lakini bado tuna changamoto kubwa katika tasnia hiyo au nyanja hiyo, na hii yote ni kwa sababu kwamba unajua nchi inakuwa watoto kila kukicha wanazaliwa. Sasa miundombinu tulionayo kwa sasa, kwa mfano shule na nini, bado hazikizi kutoa elimu kwa watoto ili kuweza kuwapa mwanga wa kujua kipi haki zao za msingi na kipi ambacho watakiwa kufanya. Kwa wakati tuna warithishaji ni tuseme ni wazee, si ndio? Kwamba mtu ambaye anatakiwa atoe faida na hasara za hiki, ama mwanangu anatakiwa ufate kitu hiki. Kumekuwa na momonyoko wa maadili kwa wazee wetu hawa. Unakuta kwa sasa hivi tukichukulia mfano, unakuta baba mtu mzima labda kamfanyia ukatili mwanae wa kumzaa, lakini mzazi huyo labda amefanya tukio ambalo sio zuri kwa mtoto wake, ili hali tunaamini yule ndio anaweza akamlea mtoto na kufikia sehemu ambapo taifa linahitaji mtoto afike. Pengine unaona changamoto hii inasababishwa na nini hasa, na ni kipi ambacho kinatakiwa sasa kufanyika kwa watu kama hawa ambao ukiachana tu na kwamba tunaona wanafikishwa labda mahakamani, sheria inachukua mkondo wake, lakini bado kwenye jamii zetu matukio yapo na kila kitu kinaendelea kila siku, kila kitu kinaibuka kila siku jambo jingine. Nini chanzo ya matukio haya, lakini pia ni nini sasa ambacho ushauri wako ambao wewe unaona kikifanyika hiki labda matukio kama haya ya ukatili dhidi ya watoto yanaweza tukayamaliza? Okay, nashukuru sana mtangazaji kwa swali lako zuri. Kwa hakika nipende kuwa muwazi kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kikasababisha swala zima hili kuweza kutokomea ni moja, kwanza sera zetu za nchi kuweza kutekelezwa ipasavyo, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo ndio vina jukumu kubwa sana la kuweza kuwapata hawa wahalifu ili kuwa funzo kwa wengine ambao wanafanya makosa makubwa sana katika swala zima la kuwanyanyasa watoto. Sasa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinatakiwa vifanye kazi ipasavyo katika kuhakikisha kwamba haya mambo tunaweza kuyatokomeza. Lakini pia utolewaji wa elimu, tusisubiri tu mpaka siku hii ifike, lakini pia tunapaswa hata kuwe na makongamano mbalimbali kule vijijini, maeneo ya ndani, kwa sababu tunajua kisheria, ukisoma kanuni ya adhabu sura ya 16 kifungu cha 8 kinakwambia kwamba kutokujua sheria sio sababu ya kuvunja sheria. Sasa ili tuhakikishe kwamba hili linafuatwa ipasavyo, tuwape watu elimu. Na hii imechagizwa sana kuwepo kwa unyanyasaji wa watoto, hususan katika swala zima la ukeketaji, lakini pia ubakaji na makosa mengine. Hii yote ni mila potofu. Yaani mila potofu zimepelekea sana uwepo wa mambo kama haya, hususan kwa maeneo ambayo elimu kwa kiasi kikubwa haijafika. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuamini kitu ambacho sicho na ukakifanya, tunategemea kwamba binadamu mwenye akili timamu hawezi akafanya vile. Mzazi kumlawiti au kumbaka mtoto wake wa kumzaa, nyuma ya pazia ni lazima kuwe kuna sababu potofu ambazo zimempelekea yeye kufanya vile. Kwa hiyo ndo sababu kubwa sana ambayo inapelekea uwepo wa mambo kama haya. Na msikilizaji, huyo ni wakili Stefano Kunambi ambaye tuko naye kwa siku hii ya leo. Tunaizungumza siku ya mtoto Afrika ambayo inaadhimishwa hii siku hii ya leo tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa wale ambao unatusikiliza, una nafasi pia ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi kwa kile ambacho unakisikiliza. Nambari ya simu ni 0746 112235. Tuma ujumbe wako mfupi hapo, lakini pia unaweza ukatupigia kwa nambari ya simu 07
82611178. Piga simu hapo, uliza swali lako kwa hiki ambacho tunakizungumza hapa, lakini pia una nafasi ya kuweza kuchangia kwenye mjadala wetu huu ambao unahusu siku ya mtoto Afrika. Kumbuka tu kwamba maadhimisho haya ambayo yanafanyika siku hii ya leo yanafanyika kitaifa pale jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Jakaya Kikwete Youth Park. Lakini pia kwa Tabora hapa utakuja kufahamu ni nini ambacho wao kama wao wameamua kuadhimisha kivipi siku hii. Na moja kati ya vitu ambavyo vipo hapo, kauli mbiu ya mwaka huu ni maendeleo endelevu 2030, imarisha ulinzi wa fursa sawa kwa watoto. Kauli mbiu hii inawataka wazazi na walezi, serikali na wadau wengine kuzingatia wajibu wao katika kuimarisha mifumo ya ulinzi na maendeleo ya mtoto ili aweze kudhibiti changamoto ya ongezeko la vitendo vya ukatili nchini pamoja na kutoa haki sawa kwa watoto wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Tukiendelea kwenye swala hilo, wakili Stefano, kwenye moja kati ya kauli mbiu na ufafanuzi wake ni kwenye masuala mazima ya ubaguzi. Paka sasa nafikiri moja kati ya vitu ambavyo tangu kuanzishwa kwa siku hii ya siku ya mtoto Afrika, kutokana na matukio ambayo yalitokea hapo Afrika Kusini, watoto kupigwa risasi na wakati wakidai haki zao za msingi. Lakini bado kuna hizi, licha ya kwamba tangu kuanzishwa kwake, lakini bado kuna vitendo vya ubaguzi. Tumekuwa tukishuhudia mtoto ambaye ana changamoto yoyote, aidha ana ulemavu wa kimwili, wa akili na nini, vyote vile amekuwa ni mtu ambaye swala lake la kupata elimu hatopata mahitaji sawa na mtoto mwingine ambaye kakamilika, ambaye hana changamoto yoyote. Lakini tangu kuanzishwa kote ilikuwa malengo yake ni hayo, kwamba bwana kuwe na usawa kati ya hawa watoto wote. Lakini bado kwenye kuwalea watoto kumekuwa na changamoto hiyo, sio kwa wale ambao hawana ulemavu, lakini changamoto kubwa imekuwa zaidi kwa hawa wenye ulemavu. Unadhani kwa malengo ambayo yamekuwepo tangia kuanzishwa kwa siku hii ya mtoto wa Afrika yametimizwa kwa kiwango gani, na ni wapi ambapo pengine unadhani yanakwama kufikia 100%? Karibu. Asante, nashukuru. Tangu kuanzishwa kwa hili swala la kuenzi wa siku ya watoto Afrika, kumekuwa na faida nyingi sana au mafanikio, kwani tangu kwa wakati huo siku hii maalumu inasaidia kuongeza ufahamu kuhusu changamoto na fursa ambazo watoto wa Afrika wanakabiliwa nazo, hasa katika maeneo ya afya, elimu na ulinzi. Lakini pia kupitia swala hili la kumwenzi mtoto wa Afrika, lakini pia watoto wanapata fursa ya kujiamini na kujifunza mambo mengi kulingana na yale ambayo wameaona kwa wenzao waliweza kuthubutu kuyafanya. Kwa hiyo na wao wanaona kwamba kumbe sisi tuna haki 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo, lakini pia kwa sababu usiku kama hii ya leo ndio fursa kwa wao watoto kutoka sehemu tofauti kukutana mahala pamoja kuweza kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na haki zao za msingi, ikiwa haki ya elimu, haki ya afya, haki ya kutokubaguliwa na haki zingine. Kwa hiyo hii inawafanya watoto wapate kujiamini, lakini pia inawapa ufahamu wa kutambua haki zao ni zipi. Hilo ndo swala kubwa ambalo naweza nikasema kwamba paka tangu kuanzishwa kwake mpaka leo ni faida kubwa ambayo patikana. Lakini pia hata serikali pia katika siku kama hizi inapata kufanya tathmini ya malengo ambayo imejiwekea katika swala zima la kuhakikisha kwamba haki za mtoto zinalindwa, kwamba tangu kuanzishwa kwake mpaka sasa wamefikia wapi, wamefanya kipi bado hakijakamilika na nini. Na ndio maana sasa hivi tunaona kwamba tunapata shule nyingi sana zimejengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wanapata haki yao ya msingi ya kupata elimu. Lakini pia tunaona tuna hospitali nyingi zinajengwa
katika tarafa mbalimbali, vijijini, mijini. Yote ni kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki yake ya kupata huduma bora za kiafya. Hizo ndo faida kubwa sana tangu kuanzishwa kwake. Lakini kuhusu changamoto, licha ya kwamba tuna serikali yetu ya Tanzania chini ya rais wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba angalau kila kata inakuwa na shule ya sekondari, shule za sekondari, lakini pia hata vijijini shule za msingi zinaboreshwa. Lakini bado changamoto inakuja kwamba mifumo tulionayo au miundombinu tulionayo bado haijakidhi haja ya yale mahitajio, kwa sababu ongezeko la watu ni kubwa, lakini bado miundombinu ni michache. Lakini pia bado tuna mila duni au tunasema tamaduni na desturi potofu bado zinaendelea sana, ambazo zinapelekea sasa yani kunakuwa na mikinzano au migongano mikubwa sana katika kuhakikisha kwamba haki za mtoto zinalindwa au tunamlinda mtoto dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia au kimwili au na katika kwa sababu ukumbuke kwamba ikiwa kuna taratibu kila ifikapo mwanzo wa mwaka katika swala zima la kumpeleka mtoto shule, tunaona matangazo mengi, serikali, viongozi wengi wa serikali wanaamsha ile hali ya wazazi kuweza kuwapeleka watoto wao shule kwa ajili ya kupata elimu. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba bado kuna baadhi ya maeneo swala zima la wazazi kupeleka watoto wao shule bado limekuwa ni kizungumkuti. Kwa hiyo hizo ndo changamoto kubwa sana katika swala zima la kuhakikisha kwamba ili jambo linatekelezwa ipasavyo. Lakini kwa mtoto sasa, ana changamoto ni zipi mpaka sasa? Bado ukatili wa kijinsia upo kwa kiasi kikubwa, na ndio maana kila kukicha kesi mahakamani zipo, ustawi wa jamii kesi zipo. Lakini pia utumikishwaji, tunaona watoto wadogo wanafanyishwa kazi bila ujira, wengine ujira mdogo. Lakini pia mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni zimekuwa ni changamoto kubwa sana mpaka hivi sasa, japokuwa vyombo vyetu vya nchi bado vinaendelea kupambana navyo, lakini hizo ndo changamoto kubwa. Na tutarejea hapo kufahamu ni nini ambacho kifanyike ili kusudi tuendelee kujenga jamii ambayo yenye usawa kupitia kuwarithisha watoto hawa ambao wao na wao wakikua waje kuendeleza huu usawa. Tuangazie kwa Tabora hapa. Siku hii ya mtoto wa Afrika inaadhimishwa vipi hapa mkoani Tabora? Okay, nashukuru. Kwa mkoa huu wa Tabora, hii siku ya mtoto inaadhimishwa hasa tukiangazia nyanja ya ustawi wa jamii katika ofisi za ustawi wa jamii. Lakini pia kuna warsha mbalimbali ambako zinaendelea huko nje. Walikisema huko nje tunamaanisha kwamba manispaa yetu ya Tabora, mashuleni, sehemu mbalimbali tunaona elimu inatoka. Hata kipindi na kuja huku nimeona baadhi ya maeneo kuna wameweka mazingira stahiki ya watoto kukutana na kuweza kusherehekea pamoja hii siku ya mtoto wa Afrika. Na msikilizaji, bado tuko hapa kwa wale ambao una nafasi ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi. Bado uko nayo, tuambie ni nini ambacho labda unadhani kinaweza kikafanyika ili kuweza kujenga jamii yenye usawa kupitia watoto na kupitia watoto ambao imekuwa ni tumeaswa zaidi kuwarithisha kile ambacho sisi tumekuwa tukiishi nacho kuanzia huko mwanzo. Kuna swali hapa la msikilizaji, akasema kaka wakili, naomba kufahamu jambo moja kwa kuwa ni siku ya mtoto wa Afrika. Hivi ikitokea upo kwenye mahusiano na mwanamke ambaye hujamuoa na akakuthibitishia zaidi ya mara 3 kuwa na ujauzito wako, lakini akarubuniwa na mwanaume mwingine na baadaye mwanaume huyo anakuambia huyo mwanamke hana mimba, alikuwa anakutania wakati amekuwa akikuthibitishia kuwa amepima na anayo ambayo ipo na miezi kuanzia 2. Je,
ni njia gani ya kisheria kwa kufuatilia ukweli wa taarifa hiyo ya mimba? Asante sana. Yupo Kiloleni, yeye anauliza hivyo. Asante kwa swali zuri. Katika swala kama hilo, kikubwa ambacho anatakiwa akifanye, tuna madawati ya kijinsia. Ukienda kituo cha polisi hapo cha kati, tuna madawati ya kijinsia. Lakini pia kuna ustawi wa jamii. Hayo yote ni maeneo ambako anaweza akaenda akaeleza shida yake, lakini pia yule mtu akaitwa, wote wawili wadau wote wawili wakaitwa na akaweza kusaidika jambo lake. Kwa hivyo ni vyombo, kabla hajaja kufikiria swala zima la kuja mahakamani, hivyo ni vyombo ambavyo anaweza akaanza navyo kwa ajili ya kuweza kupata haki yake. Okay, ni huyo yeye kajibiwa hivyo. Lakini kwa sasa tutazame sehemu nyingine ambayo tunayo kwa siku hii ya leo. Tumemaliza kuhusiana na swala zima hilo la kuhusiana na swala hilo la mkoani Tabora inaadhimishwa vipi, lakini mafanikio tayari tumeshayagusia. Na sasa tuangazie sehemu nyingine kuhusiana na siku hii ya watoto wa Afrika. Kwa hapa ofisi ya ustawi mkoani Tabora umezungumza kwamba wanaadhimisha siku hii. Labda ni shughuli gani ambazo zimetengwa sasa kufanyika kwenye siku hii ya mtoto wa Afrika? Asante. Shughuli nzima, kwanza tujue kwamba ofisi za ustawi wa jamii tunasema hizi ndo zinahusika hasa na haki jamii katika kuhakikisha kwamba wanajamii na mtu mmoja mmoja wanakuwa na uwezo wa kupata mahitaji muhimu ya kila siku. Nadhani tunayafahamu, ikiwa ni pamoja na chakula, mavazi, maradhi. Nikisema maradhi namaanisha kwamba wapa sehemu pa kulala. Lakini hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakidhi mahitaji hayo. Lakini pia ikitokea uvunjifu wowote wa aidha haki za mtoto, lakini pia hata mambo mbalimbali ambayo yanahusu jamii kwa ujumla, basi kile ni chombo ambacho kinachohusika kwa ujumla. Kwa hiyo lengo kubwa au majukumu makubwa sana walionao siku ya leo ni kuhakikisha kwamba elimu inatolewa, na elimu yenyewe ni elimu ya kijinsia na jamii nzima kwa ujumla, ili kuhakikisha kwamba haki jamii inafuata ipasavyo. Hilo ndio jukumu kubwa ambalo siku ya leo linafanyika. Kuna swala moja kwenye swali la msikilizaji hapa. Dio. Yeye ameuliza kuhusiana na amepata ujauzito, lakini kidogo kaja kuambiwa tena hapo baadaye kwamba hana ujauzito. Lakini mimi nitakuja, kuna swala moja ambalo nimekuwa nikilishuhudia sana kwenye swala zima la malezi ya mtoto. Kila mmoja amekuwa akitupiwa mzigo kwamba bwana, malezi ya mtoto ni ya mama, mwingine malezi ya mtoto ni ya baba. Na endapo labda baba na mama labda wametengana, inatokea issue kama hiyo kwamba baba na mama wametengana, swala ambalo linakuwepo ni kwamba kuna kuwa na situation moja ambayo inakuwepo kwamba mwenye jukumu la kulea mtoto aidha anasalia kuwa ni mama mtoto, au anakuja kuwa ni baba wa mtoto. Ni yupi ni mtu ambaye anahusika zaidi na swala zima la malezi kwenye hili? Kwa sababu imekuwa ni mkanganyiko kwamba mimi nitamlea mwanangu, nitapambana kumlea mwanangu, lakini kama mwingine labda natokea situation kwamba hajapeleka labda matumizi kwa mwenza wake kuhusiana na mtoto, malalamiko yamekuwa ni mengi zaidi. Lakini hata anayelalamikiwa naye anakuja kutoa sababu kwamba wote tuna jukumu la kulea mtoto kwa maana ya baba na mama. Ni yupi sahihi ambaye ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto huyu anapata kila haki yake ya msingi? Asante. Jukumu la kumlea mtoto ni majukumu ya wazazi wote wawili.
ila pale inapotokea swala zima la kutengana kwa wazazi, tutakachokiangalia hasa umri wa mtoto, nani ambaye anastahili kukaa na mtoto kwa wakati huo, lakini pia tunaangalia maslahi mapana ya mtoto, kwamba huyu ambaye atakaye kuwa na mtoto kwa wakati aidha ni mama au baba, je, anaweza kupata zile stahiki zake za msingi. Lakini mwenye wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba mtoto anapata mahitaji muhimu ni baba. Baba ndo mwenye wajibu, hata kama mtoto kwa wakati huo analelewa na mama yake, kwamba hajafikisha ule umri wa kisheria wa kumtaka kuishi na baba yake, basi mzazi wa kiume ana wajibu wa kuhakikisha kwamba yale mahitaji yote muhimu ya mtoto anayapata, ikiwepo chakula, mavazi, maradhi, lakini pia swala zima la kupata elimu bora, lakini pia na swala zima la afya. Mzazi wa kiume anahusika pale pindi tu mtoto ambapo anapokuwa anaishi na mama yake wakiwa wametengana. Na msikilizaji, ni saa 3:45, dakika 15 pekee ambazo zimesalia kutamatika kwa kipindi hiki, lakini pia kwa mjadala wetu ambao tuko nao kwa siku hii leo. Tunazungumza kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika ambayo inaadhimishwa kila ifikapo tarehe 16 ya mwezi wa 6 kila mwaka. Kwa hiyo tunakuwa na maadhimisho hayo ya mtoto wa Afrika. Lakini kwa sasa tuungane na mgeni mwingine ambaye tuko naye kwa siku hii ya leo, ambaye ni msajili naibu msajili wa Mahakama Kuu Pamela Mazengo, ambaye tumeungana naye hapa katika kufahamu zaidi kuhusiana na siku hii ya siku ya mtoto wa Afrika. Karibu sana mheshimiwa kwenye mjadala wetu kwa siku ya leo. Asante sana ndugu. Naam, kwa namna ambayo umekuta tuko mwishoni hapa, lakini tungependa zaidi nyinyi mko kwenye masuala zima haya ya sheria ambao yawezekana kutokana na manyanyaso ambao waliyapata watoto wa Afrika Kusini kule, kutokana na kile ambacho walikuwa wanakidai. Tufahamu zaidi kwa upande wako, kwa namna ambavyo unaifahamu siku hii ya mtoto wa Afrika. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama vile ambavyo ulikuwa umeanza kuzungumza hapo, kutokana na hizo changamoto ambazo zilikuwa zimetokea, ndipo ukaja huo mwamko wa kuona namna gani, kwa sababu tunasema mtoto ni kiumbe dhaifu, kwamba namna gani anaweza akalindwa kwenye jamii, akatetewa. Maana mtoto bila kupata mtetezi, haki zake nyingi zinaweza zikavunjwa. Kwa hiyo kukawa na umuhimu kuona namna gani mtoto anaweza akalindwa, kuhakikisha anapata haki zake zote, ikiwemo ni haki ya kisheria, haki za staili ya chakula, masomo, malazi, mavazi, na kutunzwa na kulindwa hata utu wake. Kwenye hilo pia tukibakia hapo kwenye haki za msingi kwa watoto ambazo labda walikuwa wanazipigania, ikiwemo haki ya kupata elimu, tungependa kufahamu zaidi kuhusiana na, kwa sasa tumekuwa tukishuhudia labda baadhi ya watoto wanapata elimu, haki yao ya kupata elimu, lakini kuna baadhi, kwa mfano wale ambao wana ulemavu, licha ya kwamba sasa hivi kuna shule za amali hizi ambazo zinahusisha watu ambao wana changamoto kidogo za kiafya, kwa pengine ni kwenye ulemavu labda wa akili na nini, bado kuna changamoto hizo kwa jamii, kwamba mtoto ambaye ana changamoto kidogo ya afya ya akili, kupelekwa shuleni imekuwa ni kazi kubwa, mpaka mzazi aje kufikiria kwamba nimpeleke mwanangu aende kupata haki yake ya msingi ya kupata elimu, imekuwa ni changamoto kidogo. Unadhani mpaka sasa siku hii ya mtoto wa Afrika imeanzishwa 2017, lakini mpaka sasa hivi ni miaka takriban 8, leo tunazungumza miaka 8. Unadhani changamoto hizi ni nini ambazo kinapelekea mpaka sasa kuwepo, licha ya kwamba kumekuwa na elimu kwenye siku hii ya mtoto wa Afrika? Nadhani tu ni imani
wengi ambacho kinawaathiri ni imani, wakiamini kwamba huyu mtoto kwa sababu ni mlemavu basi yeye hastahili kupata hizo haki, au labda wanakuwa na ile kujirudi nyuma kwamba huyu mtoto labda kwa sababu ana changamoto ya akili huenda hawezi kuelewa huko darasani. Ni kweli kwenye madarasa ya kawaida anaweza asielewe, lakini ndio maana saizi ukiona kuna shule nyingi ambazo ni kwa ajili ya watoto wenye hizo changamoto. Kuna shule maalum za watoto, tunazo shule ambazo wale watu wenye usonji, tunaona kabisa na watoto wakipelekwa kule inawasaidia ili waweze at least kujitegemea. Kwa sababu mtoto pamoja na kwamba ni mdogo, lakini kuna wakati atakuwa. Sasa akiendelea kukua, hajapata elimu, hata hajaweza kujitambua, hajaweza kujisaidia hata kidogo, akiwa mkubwa inakuwa ni changamoto na ni mzigo kwa familia. Na inapotokea wale wazazi labda wameondoka, wamechukuliwa, labda wameondoka hapa duniani, ina maana atapata shida zaidi. Kwa hizo shule kwa sasa zipo, nadhani inatakiwa elimu zaidi iendelee kutolewa, watu wasiwatenge watoto kuamini kwamba labda huyu mtoto ni laana au mtoto kwa nini amekuja hivi. Muamko tu wa jamii kwamba wakiwapeleka watoto wanaweza na wenyewe kwa sababu wale wanaofundisha kule wana vipaji, wanajua namna gani ya kuweza kudili na watoto. Kwa hiyo wataweza baadaye kuweza kujitegemea na itawasaidia sasa kuliko anakuwa akiwa ni mlemavu alafu pia ameachwa, inakuwa ni mateso mara mbili. Wakati tunaelekea tamati, kuna ujumbe wa msikilizaji hapa. Yeye alisema wakili, hapo kwenye malezi unakuta mwanamke alishawahi kumwambia hataki huduma yoyote kutoka kwa mwanaume, baadaye anaenda kushtaki kuwa hapewi matumizi. Je, hili limekaaje? Lile tulikuwa tunazungumza kwamba wanapotengana labda kwamba kila mmoja anaamini atamlea mtoto kivyake, lakini alipotokea ameshindwa, sasa inatokea kwamba haleti hata matumizi. Yani kunakuwa na sintofahamu hizo. Hiyo imekaaje labda kwenye swala zima, labda alishaambiwa bwana mimi sitaki usitoe huduma yoyote, usihudumie chochote, mimi mwanangu nitapambana naye. Kwa hicho hata wewe naibu msajili hapo unaweza kutusaidia kwenye jambo hili. Yani labda sijui niseme tu labda inaweza kaa ni hasira. Inaweza kaa na hasira. Yani kwenye tunachosema mkigombana, ni kweli wazazi wanapotengana au kunapotokea tofauti kwa sababu ni kinyume na matarajio yao. Matarajio ilikuwa ni kwamba wataishi pamoja kama familia, watalea watoto wao vizuri, ndo matarajio ya wengi. Sasa inapoenda tofauti kuna zile hasira. Lakini sisi tunasema kwamba hasira zozote zinazotokea kwenye hayo mahusiano yasiende kuathiri maslahi mapana ya mtoto. Kwa hiyo tunasema katika maamuzi yote sisi tunayoyatoa, maslahi mapana ya mtoto tunasema best interest of the child ndio kitu ambacho kinatakiwa kisimame katika maamuzi unayoyatoa. Kwa hiyo hizo hasira za wazazi, kwanza ile kugombana tu wajue ni kitu kimoja hapo ambacho kitaumiza watoto. Lakini mkigombana na mkaendelea kuvutana, hiyo mtaenda kuwaathiri watoto zaidi. Unaweza ukazani unamkomoa mwenzako kwamba namtenga na mtoto ili mtoto aone kabisa kwamba baba hamtunzi ili amchukie babake, lakini ujue intern ni unayemuumiza ni mtoto, kwa sababu atakuwa anajiuliza kwa nini babangu anijali, kwa nini babangu afanye hivi, atajiona kama ni tofauti kwenye jamii, kumbe sivyo. Kwa hiyo hizo kama amesema kwamba usitunze, wewe unajua wajibu wako ni kutunza, si ufungue hata account ya mtoto, weka tu hela huko kwenye account, atazichukua tu, hata kama zitamsaidia hapo baadaye mtoto akikua account yako hiyo hapo ni kwa na kuwekea hela zako. Lakini unakuta sasa labda baba kwa baada ya kuambiwa hivyo kwamba sitaki chochote, si ndio? Mara nyingi huwa inatokea kwa wale ambao unakuta wamepeana ujauzito nje ya ndoa, kwamba wewe anapoambiwa sitaki chochote, unakuta na familia ya upande wa mwanamke na wao wanashinikiza kwamba hawahitaji chochote mwanaume yule ahudumie kwa familia ile. Lakini unawezaje kufungua akaunti ili hali hujui nani ambaye atakuja kuzitumia? Pengine kabisa mtoto anakuja kuambiwa baba yako ashafariki. Inakuaje kwenye situation kama hizo? Kwamba yani ndio hicho wanaume ambacho niseme wanaume wanawake. Yani mwanamke akishaamua kuendelea na maisha yake, mwingine anaona nikitunza namtunza mama, au yani anawaza kwamba zile hela sasa zitaenda kumnufaisha mtu fulani, ndio hicho. Lakini ujui ni kwamba wewe ndio unaenda kumwathiri mtoto. Wewe timiza wajibu wako.
Kama uwezo wako ni kutuma 20,000 kwa mwezi, fanya hivyo. Kama una uwezo wa kumwekea kitega uchumi mtoto wako, fanya hivyo bila kujali yale maneno. Sasa familia, mkianza kuingiza familia ndio imeamua usitunze, na wewe unajizima, tunasema neno gani, mnasema jizima data. Yaani wengine ndio wasema si kwa sababu amezila na mimi naacha, lakini wewe jua hapo unaenda kumwathiri nani? Ni mtoto. Yaani tofauti zenu zisiende kuathiri mtoto, ili yeye hata kama nyewe mna tofauti, lakini yeye aweze kuona kwamba mimi bado napata upendo wa pande zote mbili. Na hiyo wenzetu wazungu wamefanikiwa sana. Unajua wanaweza wakakaa pamoja, wanacheka, wanazungumza, kumbe ni kwa sababu siku wamekutana ili watoto wao wakutane kwa pamoja. Lakini wakitoka hapo kila mtu ana maisha yake. Wenzetu wameweza. Kwa hiyo hata sisi tunaweza. Sema tu ile kibinadamu mtu anakuwa na hasira kama kukomoana, lakini mwisho wa siku unayemuumiza ni mtoto, sio mwenzako. Kuna jambo hapa msikilizaji kasema mtoto anatakiwa kwenda kukaa na baba yake, anatakiwa kuwa na miaka mingapi? Yeye kauliza hivyo, lakini pia tumekuwa ni kama kosei, kuna sheria sijui imebadilika kwamba sijui miaka 8 sijui miaka mingapi. Ni yani umri sahihi wa mtoto kwenda kukaa na baba yake ni upi? Ikiwa labda hakuna changamoto, kwa sababu kuna ile kwamba unaambiwa kama hakuna ile kwamba usahihi kwamba ni umri fulani, ila kama mzazi mmoja ambaye labda wanatengana hapo, si ndio? Unakuta kinachowatenganisha labda kinaweza kikawa kinamwathiri moja kwa moja mtoto. Unaweza baba anaweza akamchukua mtoto. Ni umri sahihi sawa? Tukienda na swali hili la msikilizaji, ni upi umri sahihi kwa mtoto kwenda kukaa na baba yake? Asante. Ukisoma sheria ya mtoto sura namba 13 marejeo ya 2019 inasema umri sahihi wa mtoto kukaa na baba yake ni kuanzia miaka 9 na kuendelea. Hiyo inamaanisha kwamba sasa mtoto tayari anajitambua hapo. Lakini kuna mazingira ambayo yanaweza yakatokea, kwa sababu kama alivyosema mheshimiwa hapo, kinachotazamwa sana hapa ni maslahi mapana ya mtoto. Sasa unaweza kukuta kwamba mazingira ya mama hayawezeshi yule mtoto kukua katika misingi inayotakikana. Hivyo basi mzazi wa kiume anaweza akapatiwa huyo mtoto hata kama ule umri sahihi wa yeye kukaa na ule mtoto haujafika. Ni hivyo tu. Na msikilizaji, ikiwa ni saa 4 kasoro dakika 4 hizi ambazo zimesalia kutamatisha, tuitazame zaidi kauli mbiu yetu ambayo inazingatia zaidi masuala zima ya ulinzi wa mtoto pamoja na fursa sawa kwa watoto. Wakati tunatamatisha, tunahitaji kuwa na jamii ambayo itakuwa inatoa fursa sawa kwa watoto wote, haijalishi ni mlemavu ama ana changamoto yoyote. Ni nini ambacho kifanyike, wakili Stefano pamoja na naibu msajili hapa Pamela? Ni nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kusudi sasa watoto wote wawe wanapewa, ama jamii ielewe kwamba kila mtoto ana haki sawa, ama kila mwanadamu ana haki ya kupata chochote ambacho haijalishi ana changamoto gani katika maisha yake? Asante. Hapa mimi nitaangazia swala zima kama ilivyokuwa siku ya leo. Swala zima ni utoaji wa elimu, kwamba vyombo vinavyohusika na swala zima na utoaji wa elimu. Tusisubiri tu mpaka hii siku ya mtoto Afrika ifike ndio swala hili liweze kupewa kipaumbele sana. Hapana. Kuwepo na mijadala mbalimbali, warsha mbalimbali, lakini pia basi hata kama likiwezekana kuteua watu ambao wataweza kwenda hata huko ndani ambako elimu bado haijafika wapasavyo, kuwaeleza wazazi, walezi, washikadau hususan katika masuala mazima ya haki za watoto. Hilo ni swala kubwa, kwa sababu tujue kwamba hakuna mtu ambaye ana haki kubwa kuliko mwingine, kwa sababu katiba yetu inasema kwamba watu wote ni sawa, haijalishi una matatizo au ni mzima. Kwa hiyo swala la elimu ni jambo kubwa sana ambalo kila mmoja kati yetu anatakiwa alifanye ili kuhakikisha kwamba haki za mtoto zinalindwa, usawa unakuwepo na tunatokomeza
hizi changamoto ambazo zinawakuta watoto kila kukicha. Naam, naibu msajili Pamela Mazengo, karibu. Asante. Kwa kuongezea, pamoja na elimu lakini tuwe na mipango madhubuti, yani mipango wezeshi za kuwezesha watoto wote wa jinsia zote waweze kupata haki kuanzia nyumbani. Tuwe na mazingira wezeshi. Sasa sio mtoto akirudi wa kike ndio yeye kuanzia asubuhi mpaka jioni vyombo na huyu mwingine anasoma. Kwa mazingira yale yaanzie kuanzia nyumbani. Tuwekee mazingira ambayo tutahakikisha kwamba watoto wote wataweza kupata haki. Lakini hata huko mashuleni wapi, tuwe na miundombinu ambayo itawawezesha watoto wote kuweza kusoma. Tuwe na mazingira wezeshi, lakini tuwe na mipango madhubuti pamoja na bajeti zetu, kila kitu kuanzia nyumbani, ngazi ya familia, mitaa, kijiji, hata kwa ngazi ya serikali. Tukiwa na mipango wezeshi, tukiwa na mazingira wezeshi, tukiwa na bajeti ambayo inaweza kukava watoto wote hao. Lakini hizo elimu pia alivyosema mwenzangu ni kwamba tuweze kuzitoa hata mashuleni. Kwamba tusielimishwe sisi watu wazima, lakini hata watoto kuanzia wadogo wawe naambiwa una haki hii, una haki ya kupata elimu, una haki ya kupata chakula, haki ya kutunza, ukifanywa ukatili fanya hivi, wapate elimu. Wakielimika pia watoto itasaidia sasa jamii yote itaelimika na hatimaye tutakuwa na taifa ambalo haki za watoto tutaenda kutunzwa.